Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa Radio CTR na mtazamaji wetu ambao umejiunga nasi katika mtandao wa YouTube, nafasi nyingine ambayo tumepata tuweze kuleta kipindi kile ambacho nakipenda, kipindi cha Nifahamishe. Ikiwa leo ni sehemu ya 6, tunaangazia yale yaliyotendeka baada ya Yesu Kristo kusulubiwa msalabani. Ni mimi wako mchungaji Anthony Rioba kutoka kanisa la Pefa Customs. Karibu, na kabla tuendelee basi tuanze kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa wema wako na ukuu wako. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega, wewe ni mwanzo hata mwisho. Wewe ambaye umetukuka sana, umekaa katika kiti cha enzi mahala palipoinuka. Tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako. Wewe ambaye ulifanyika maskini ili sisi tuweze kuwa matajiri. Bwana, ukabeba hali ambayo haikuwa yako lakini kwa niaba yetu. Wewe mwenyewe ukakuwa mchafu ili sisi tuwe safi. Wewe mwenyewe ukateswa ili sisi tuweze kuishi kwa amani. Mfalme wa amani, tunakaribisha katika kipindi hiki. Napozungumza na msikilizaji wangu, ninaomba ukanena moyo wake, ukanena maisha yake. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Karibu sana mpendwa, na jinsi ambavyo nimekuwa nikizungumzia yaliyotendeka kabla Yesu kusulubiwa pale msalabani. Baadaye nikaingia kuyazungumzia yaliyotendeka Yesu akiwa msalabani. Sasa leo yale ambayo yametuleta hapa kiwa sehemu ya 6 kipindi hiki Nifahamishe, tunazungumzia kuhusu yaliyotendeka baada ya Yesu Kristo kusulubiwa. Ama kabla ya Yesu Kristo kufufuka, ni nini kilichoendelea? Baada ya Yesu tukufa pale msalabani, nini kiliendelea? Kuna hatua ama maneno machache ambayo nitakuwa na kujuza ili uweze kuelewa yaliyofanyika. Basi tunaanza na neno la kwanza kabisa, ni pale Mathayo 27 mstari wa 51, pale ambapo tunaona kwamba pazia la hekalu likapasuka. Biblia inasema Mathayo 27 mstari wa 51, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, lile ambalo lifanyika la kwanza baada ya Yesu kuwa amekata roho, kilichofuata ni kwamba pazia la hekalu lilipasuka. Mpendwa, nataka uelewe kwamba hekalu wakati huo ama sinagogi wakati Yesu amekuja duniani lilikuwa na pande 3. Kuna the outer court, sehemu ambayo watu walikuwa wanakutana kwa wingi, alafu kuna sehemu ile ambayo ni patakatifu, alafu sehemu ya 3 patakatifu pa patakatifu. Sasa sehemu ya outer court, pale ambapo washirika ama Waisraeli ama Wayahudi walikuwa wanakutana. Wayahudi walikuwa wanakutana pale na wanatoa sadaka zao ama dhabihu zao na wanamwabudu Mungu katika mahala hapo. Lakini baada ya hapo kulikuwa na sehemu ya watakatifu, patakatifu. Yani sehemu paliitwa patakatifu ambako ni Walawi ama makuhani waliingia katika sehemu hiyo. Baada ya sehemu ya patakatifu kulikuwepo na sehemu ya patakatifu pa patakatifu, pale ambapo kuhani mkuu peke yake ndiye aliingia pale. Sasa wakati Wayahudi walitaka kuabudu Mungu, wao walikuwa na sehemu ile ya kwanza ya mwisho kabisa, lakini makuhani waliingia sehemu ya pili na kuweza kufukiza uvumba pale. Lakini sehemu ya 3 ambapo ilikuwa ni takatifu sana, pale ambapo Mungu alikuwa anakaa, ilikuwa inajulikana kama sehemu ya uwepo wa Mungu, maana kulikuwepo na sanduku la agano pale ndani, alafu juu ya lile sanduku la agano kulikuwepo na makerubi mawili yameangaliana. Na pale wakati yale makerubi mawili yameangaliana pale, kilichokuwa katikati ya yale makerubi mawili, nafasi hiyo ilijulikana kama kiti cha rehema, the mercy seat. Na hapo ndipo ilionekana ama ilifahamika sehemu ambayo Mungu alikuwa akikaa. Sasa katika mahala patakatifu pa patakatifu, hapo ndipo uwepo wa Mungu ulikuwa, hapo ndipo Mungu alikuwa anakaa. Na inamaanisha kwamba yeyote aliyefika pale isipokuwa kuhani mkuu aliweza kupoteza maisha yake. Kuhani mkuu peke yake ndiye alikuwa anaruhusiwa kwenda katika sehemu hiyo ya patakatifu pa patakatifu. Na hata kuhani mkuu huyu akienda pale pa patakatifu pa patakatifu, kama hajajitakasa, basi nini kinafanyika? Alikuwa anaaga.
kwa sababu leo sizungumzi kuhusu sehemu za hekalu ambazo zina maana yake katika maisha yetu siku ya leo, maana nikipata nafasi ni kuzungumzia kuhusu sehemu hiyo nitakuwa nikikueleza umuhimu wake. Lakini kwa leo tunaangalia yaliyotendeka baada ya kufa. Sasa Biblia imesema kwamba pazia la hekalu likapasuka. Yaani pazia lililogawanya patakatifu na patakatifu pa patakatifu likapasuka. Kumaanisha nini? Ya kwamba mara ile ama hapo awali katika Agano la Kale ni kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu, anaingia na damu ya mnyama aliyeuawa, alafu anatoa damu ya mnyama, ananyunyiza ile damu ya mnyama juu ya sanduku la agano na kuomba msamaha kwa ajili ya Wayahudi ili Wayahudi waweze kupata msamaha. Alifanya hivyo mara moja kila mwaka. Lakini baada ya Yesu kufa na pazia kupasuka, inaashiria nini? Inaashiria kwamba Mungu mwenyewe aliingia, ama Yesu mwenyewe aliingia patakatifu pa patakatifu, sehemu ambayo haijatengenezwa na mikono ya mwanadamu. Kitabu cha Waebrania kinazungumzia 9 pale, kinazungumzia kwamba sehemu ambayo haijatengenezwa na mikono ya mwanadamu. Yesu akaingia katika patakatifu patakatifu, hekalu lililojengwa na Mungu mwenyewe, na alipoingia pale akatoa damu yake ambayo inaondoa dhambi, haifuniki dhambi. Kumbuka damu ya wanyama ilikuwa inafunika dhambi, lakini damu ya Mungu, damu ya Yesu haifuniki dhambi, inaondoa dhambi. So alipoingia katika patakatifu ambapo ni mbinguni, sasa akawakilisha damu yake mbele ya Mungu Baba. Alipowakilisha damu yake mbele ya Mungu Baba kwenye madhabahu ya mbinguni ambayo hakutengenezwa na mwanadamu, lakini ametengenezwa na Mungu mwenyewe, akawakilisha hiyo zawadi, ikawa ni malipo ya gharama ya dhambi zetu. Maana kila aliyetenda dhambi anafaa kufa, lakini Yesu akafa na akabeba hiyo thawabu, akabeba hiyo punishment, akawakilisha dhamana mbele za Mungu na kuomba msamaha kwa niaba yetu. Kwa hivyo pazia kukatika pale inamaanisha haihitajiki tena kuhani mkuu yeyote kuingia mahala pa patakatifu kuwakilisha damu ya wanyama kwa ajili ya kufunika dhambi, maana Yesu alishamaliza hiyo kazi. Amewakilisha damu yake iliyo safi, damu ya mwanakondoo aliyetoka juu, ambayo sasa inatuosha na kututakasa, na sio kila mwaka, lakini mara moja tu. Hiyo damu ishaleta utakaso. Wale ambao walizaliwa walitakaswa, wale ambao wanaishi wanatakaswa, wale ambao watazaliwa watatakaswa kupitia kwa hii damu. Na kusihi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ona kazi ambayo Kristo alifanya msalabani, na ukweli ukubaliane na neno hili ya kwamba Bwana ashalipia gharama yako. Kwa hivyo wewe utakubali, na ukishakubali Bwana anakusamehe kupitia kwa njia ya imani. Kwa nini nazungumza kwamba kubali? Ili uweze kumwamini na uweze kuamini hili kwamba Kristo ashakulipia gharama. Ukifanya hivyo mpendwa, basi ile gharama ama ule msamaha unakuja kwa maisha yako. Lakini bila kufanya hivyo, msamaha huo hauwezi ukaja. Msamaha unakuja tu wakati umekubali, wakati umemwamini, na wakati umesema ni kweli Yesu Kristo alionekana duniani kama mwanadamu, lakini akafa kwa niaba yangu. Wakati huo sasa Kristo anachukua na kukusamehe wewe. Na kusihi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mkubali Yesu. Mkubali Yesu akaweze kukusamehe dhambi zako, akusafishe. Jamani, tuko na watu wengi kanisani na watu ni wachafu, hata hawaoni kazi ambayo Kristo alifanya msalabani. Watu hawana aibu, watu ni malaya kanisani, watu ni waongo kanisani, wanadanganya hata madhabahuni, wanadanganya watumishi wa Mungu, watu wana vituko mbalimbali, wengine ni wachawi na wanaroga na wakiwa kwa kanisa. Nikushangaze, siku moja nikasikia kisanga ambacho kilinishangaza sana. Kuna sehemu ambayo watu waliamua kutafuta mchawi aliyewatesa, watu waliowasumbua katika uchawi na urogi, wakaamua kutafuta huyo mtu na kumuua. Just imagine, wakaenda wakasema kwamba huyu mtu ili tumpate tusubiri Jumapili.
Wakaulizana, kwa nini unasema tusubiri Jumapili? Eti Jumapili tutampata kanisani. Na ukweli Jumapili wakaenda kanisani kumuita, alikuwa amekaa kwa kiti cha mbele, na sio cha ajabu, ni mama kanisa. Amekaa kwa kiti cha mbele, kuitwa nje na kuulizwa umeua nani. Baada ya kuona panga na silaha ambazo walikuwa wamebeba, akaanza kukubali na kutetemeka na kutaja wale watu waliowaua. Ni jambo lililofanyika, mpendo. Sasa inaonyesha tuko kanisani lakini watenda dhambi wakubwa. Leo nakuletea ujumbe huu nikikusihi, kwa sababu pasia lilipasuka. Pata neema ya kukubali Yesu Kristo, ukabadilike, ukaokoke, ukamuishie Yesu. Na kama uko kanisani, badilika, Bwana kusafishe, uwe chombo safi, uwe chombo safi. Sehemu ya pili, ama jambo la pili lililofanyika baada ya kusulubiwa kwa Kristo, nalipata pale Luka 23. Nifike pale mpendwa, Luka 23 mstari wa 47. Kumbuka na kueleza kwamba Biblia haijaandikwa kulingana na muda, lakini Biblia imeandikwa kulingana na mawazo, yani mtiririko wa mawazo. Kwa hivyo nikivuka niende Kutoka na nirudi Mathayo, usiwe na wasiwasi kwamba kwa nini sifuatilii jinsi ambavyo Mathayo imeandikwa. Lakini Mathayo ama kitabu chochote kimeandikwa kulingana na mtiririko wa mawazo. Sasa kulingana na utafiti wangu, ninakuonyesha yale yaliyotendeka wakati Kristo amefuka, yakifuatana kwa muda na si kwa mawazo. Mstari wa 47 binasema, alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Kwa hivyo kilichofanyika, jambo la pili lilofanyika baada ya kusulubiwa, ni kwamba yule akida aliyekuwepo pale msalabani alikubali ndani ya moyo wake, akasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ninakusihi uelewe kwamba ni vizuri uweze kumkubali Kristo. Usisubiri mambo fulani yatendeke maishani ndipo ukubali kwamba kweli huyu ni mwana wa Mungu. Unaona, huyu anasubiri kifo kinatokea ndio anaanza kusema hakika alikuwa mwana wa Mungu. Kuna watu ambao wanasubiri kwanza maneno makubwa yatendeke ndipo wamkubali Kristo. Kuna watu ambao lazima wapate ajali. Kuna watu waliopata ajali ndipo walipomlilia Mungu katika kitanda cha hospitali, wakasema, Mungu nikumbuke, kama unaishi, kama upo nikumbuke, ukiniponya, ukinitoa hapa nitakutumikia. Wanamkubali Kristo kwenye shida. Kuna watu ambao baada ya kuugua mpaka wamechungulia kaburi ndipo wanamuita Mungu, ndipo wanashtuka, ndipo wanasema ya kwamba Mungu ninaomba nikumbuke. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ninakusihi kwamba usiwe mtu kama hao. Jifunze kwa wengine, jifunze kwa neno la Mungu, jifunze kumkubali Kristo hata kama mabaya hayajakupata, hata kama hujakutana na mabaya, hata kama hujakutana na magumu. Umpende Kristo ukiwa kwa raha, umpende Kristo ukiwa kwa matatizo. Usisubiri wakati kimeumana, wakati kumeharibika ndipo unamkubali Kristo. Wengi wamesema kwamba wao hawamkubali Kristo wakati wa raha, na unakuta kwamba adui anawafinya akiwaweka kwenye kona, ndio sasa wanamkumbuka Yesu. Mkumbuke Yesu kabla ufike kwenye kona. Na yule kwa bahati mbaya umefika sehemu hiyo, Yesu ni mwenye huruma. Hata kama umeumia kiasi gani, Yesu ni mwenye huruma. Muite tu leo, muite tu leo, atakuhurumia na akutoe hapo ndani. Maana yeye hata wakati huyu akida anasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, alipata nafasi na yeye ya kukubali ndani ya moyo wake na kuamini. Kumaanisha kubadilika kulikuja kwa sababu amemwamini Kristo. Ninakusihi katika hali yako ulionayo, muamini huyu Yesu, muamini huyu Kristo. Hata kama hali yako ni mbaya, muamini huyu Yesu, atakutoa katika matope ambayo umeingia. Sasa baada ya jambo hilo la pili, baada ya kusulubiwa kwa Kristo, tumeona kwamba yule akida akamkubali Yesu. Jambo la tatu, nini kilifanyika? Jambo la tatu lililofanyika ni kwamba wakamchoma mkuki. Wakamchoma mkuki. Na Biblia inasema kwamba damu na maji yakatoka. Wacha nisome neno la Mungu katika Yohana
19 pale, kitabu cha Yohana 19, niende kwa haraka pale mstari wa 34. Biblia inasemaje? Lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Mpendwa, kwa nini damu na maji vinatoka kwa Yesu Kristo? Na jiulize tu leo, mtu akidungwa ama akichomwa na mkuki, je, ni rahisi kutofautisha damu na maji? Maana akichomwa maji yanatoka na damu inatoka. Lakini je, ni rahisi kutofautisha kwamba haya ni maji na hii ni damu? Ukichoma mtu mkuki leo, ama hata kama si mti, mnyama yeyote, kinachofanyika ni kwamba hata maji yakitoka, maji yamechanganyikana na damu. Kwa hivyo mtu akiona hatasema kwamba damu na maji vimetoka, atasema damu ilimtoka. Lakini huyu Biblia kinakiri kwamba akatokwa damu na maji, inamaanisha kulikuwa na utofauti kabisa. Damu ilionekana na maji yalionekana, vitu hivi viwili vitofauti. Sasa ile damu inaashiria gharama ambayo ililipwa kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya sisi kutoka kwa laana ya dhambi. Lakini yale maji yanaashiria kusafishwa. Maji yanaashiria kuosha. Maji yanaashiria kusafisha. Sasa wakati Kristo ametoka damu na maji, inamaanisha gharama ya dhambi imelipwa. Gharama ya dhambi imelipwa na damu ya Yesu Kristo. Lakini yale maji yamepatikana kwa ajili ya kuosha moyo wako, kwa ajili ya kusafisha moyo wako. Mpendwa mtazamaji, nataka nikuambie kwamba mtu akiokoka leo, aingie kanisani kwenye ibada, sio eti amekamilika. Waimbaji, wana praise, wana kwaya, sio eti wamekamilika. Viongozi kanisani, sio eti wamekamilika. Wachungaji, makasisi na maaskofu, sio eti wamekamilika. Lakini yale maji ya Yesu Kristo yanaendelea kuwaosha. Ndio maana ninakusihi leo, wakati kuna nafasi ya kusikiliza injili ya Bwana, wakati kuna nafasi ya kuabudu, wakati kuna nafasi ya kuomba, chukua nafasi hiyo na ifanye ukiwa umemaanisha. Ukiwa kwa ibada, maanisha, kwa sababu wakati unafanya hivyo unaoshwa na maji ya Yesu Kristo. Hata unayenitazama, wacha Yesu Kristo akuoshe kwa jina la Yesu. Ninajua kuna dhambi ambazo bado hujaacha. Wengine uchungu umejaa kwa maisha yao, wengine matusi yamejaa kwa vinywa vyao, wengine ni dhambi tu za aina mbalimbali. Lakini ninakuombea kwa jina la Yesu, yale maji yaliyotoka katika ubavu wa Yesu Kristo yaweze kusafisha na kukutakasa. Takasika kwa jina la Yesu. Ninakuombea sasa, wacha Bwana kutakase. Yule ambaye uko tayari, hata unaweza ukainua mikono yako kama inawezekana, ukasema Bwana nitakase. Yesu akutakase, Yesu akuweke huru, Yesu akuoshe kwa maji yake, akuoshe kwa maji yake, akutakase kwa maji yake, akuweke huru kwa jina la Yesu Kristo. Takasika, pata neema ya kutakasika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mambo hayo yamefanyika. Tumeona kwamba baada ya kuchoma mkuki pale msalabani, kumbuka Yesu alikuwa ameshaaga, Yesu alikuwa ameshakufa na mambo ya kusulubiwa yalikuwa yameisha, wakaenda kumchoma ule mkuki. Wakati mwingine walifanyaga hivyo kuweza kuhakikisha kama mtu ameaga. Kwa hivyo jambo la kuchoma mkuki kwao ilikuwa ni kuhakikisha kwamba je, huyu ameaga, ama kuweza kufahamu nini kinachoendelea. Lakini kiroho ni jambo kubwa sana. Damu tumesema inaonyesha gharama ambayo Yesu ameilipa kwa ajili yetu, lakini maji yanaonyesha kule kuoshwa na kutakaswa ambako tumepata. Wakati tunamwabudu Mungu, kubali kutakaswa, kubali kuoshwa, kubali kusafishwa, kubali kutengenezwa, kubali Bwana akuunde tena na kufanya uwe mpya. Hata wakati unasikiliza kipindi hiki cha Nifahamishe, ninaamini Roho wa Bwana anakuhudumia. Hata saa hii Roho wa Bwana anakuhudumia, anakusafisha,
anakuletea neema mpya na uamsho mpya. Utembee katika uamsho mpya kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la 4 lililofanyika baada ya kusulubiwa kwa Yesu Kristo, jambo la 4 ni kwamba Yusufu wa Arimathea alienda kubeba mwili kwa ajili ya kwenda kuuzika. Na sio Yusufu tu, alikuwepo pia Nikodemo ambaye wakati ule Yesu akiwa hai alienda kwake na akamuuliza swali. Sasa baada ya Yesu kufa, Nikodemo akabeba marihamu, akabeba mafuta kulingana na taratibu za Kiyahudi. Kulingana na taratibu za Kiyahudi, maziko yalikuwa mojawapo ya sherehe muhimu sana kwa mwanadamu na binadamu. Kwa hivyo pale baada ya kwamba huyu ameaga, Yusufu wa Arimathea alienda pale kwa ajili ya kuomba ule mwili, na wakaenda kuzika katika kaburi ambalo hakuna mtu alikuwa amezikwa. Kumbuka tomb ilikuwa inatumika, na wakati mwili umekaa pale umezeeka, mwili mafupa yale yamezeeka, basi walikuwa wanasafisha na watu wengine kuwekwa. Lakini hili ambalo Kristo aliweka akiwa chombo safi, chombo kisafi, aliwekwa kwa kaburi safi ambalo halijawahi tumika, na aliwekwa pale na Yusufu wa Arimathea. Tutasoma neno la Mungu, lakini nikupe tu historia kidogo kwamba Yusufu wa Arimathea, jina lake ni Yusufu, jina la pili halijulikani, maana Arimathea ni mji, sio jina, ni mji, ni sehemu, ni town, na haijulikani Arimathea ilikuwa wapi. Tukiangalia kwenye map ya Yuda, miji ya Galilaya, Yerusalemu, hatuoni pale Arimathea ilikuwa, lakini kulingana na historia wanasema ni mji ambao ulikuwa umeinuka sana na ulikuwa karibu na mji wa Yerusalemu. So ni Yusufu aliyekuwa anatoka Arimathea. Na jina la mtu likishika jina moja eti Yusufu alafu wa sehemu fulani, Yusufu wa sehemu fulani, inamaanisha kwamba ni mtu ambaye alifahamika. Yusufu wa Arimathea alifahamika, alikuwa ni tajiri sana. By the way, Yusufu wa Arimathea alikuwa anafanya biashara na alikuwa anatumia boti kwenye maji, anatoka Uyahudini katika akitumia bahari ya Galilaya mpaka anajiunga, mpaka anazunguka, anaenda mpaka Uingereza kufuata vifaa vya kuuza na kununua. Yeye alikuwa mtu wa kuuza na kununua. Kwa hivyo alikuwa mfanyabiashara mkubwa, alikuwa mfanyabiashara aliyefanya kazi na alikuwa na utajiri mkubwa sana. Kwa hivyo wakisema Yusufu wa Arimathea ni mtu ambaye alikuwa tajiri na alikuwa anafahamika. Tukisema jina moja mtu wa sehemu fulani, huyo ni mtu ambaye anajulikana, ni mtu ambaye anafahamika. Kwa hivyo Yusufu wa Arimathea alijulikana kwa utajiri wake. Unaona? Sasa kumbe wakati ule tajiri alikuwa na sehemu yake. Ndio maana hata leo mtu anaweza kujiuliza, je, tajiri ako na sehemu katika ufalme wa Mungu? Tajiri ana sehemu katika ufalme wa Mungu, jinsi ambavyo Yusufu na Nikodema walikuwa na sehemu katika ufalme wa Mungu. Nisome neno la Mungu ndio nisikuletee maneno mengi ukasema yawezekana ni maneno yangu. Yohana Mtakatifu 19, nianze mstari wa 38 pale. Biblia inasemaje? Nimeruka mstari, wacha tu niende pale. Hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathea naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi. Unaona, alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Alikuwa amemkubali Yesu kwa siri. Kwa nini? Yusufu wa Arimathea, apart from kukua tajiri, apart from kuwa mfanyabiashara mkubwa, alikuwa ni kiongozi katika ule uongozi wa hekaluni, uongozi wa sinagogi. Kwa Kiingereza wanaitwa Sanhedrin ama the council, yani baraza la hekalu. Alikuwa kiongozi pale. Sasa kwa sababu lile baraza la hekalu ndilo lililoamua kumsulubisha Kristo na yeye alikuwa mmoja wao, alimpenda Yesu na kumwabudu Yesu kwa siri. Tajiri aliyemwabudu Yesu kwa siri. Haleluya. Nafikiri unanipata sana. Kwa hivyo Yusufu wa Arimathea alikuwa mmoja wa baraza lile. Ndio maana Biblia inasema lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi, alimuomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda kuondoa
mwili wake. Sikiliza mpendwa, Pilato, ukumbuke nilikueleza kwamba ni kiongozi ama ni mkubwa ama liwali aliyewekwa pale na Warumi. Aliwekwa pale na Warumi, na Warumi walitawala sana nchi ya Wayahudi. Mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji, ya wakati Warumi wanatawala na Pilato ndio governor, ndio amewekwa pale kutawala, mtu ambaye anaenda mbele ya mkubwa ni mtu ambaye ana umaarufu, ni mtu ambaye ni tajiri. Kwa hivyo hata kwenda tu mbele za Pilato kuomba mwili wa Kristo haikuwa jambo rahisi, kwa sababu unaendaje mbele ya kiongozi, unaendaje mbele ya mkubwa? Isipokuwa Yusufu wa Arimathea aliyekuwa na uwezo, aliyekuwa na utajiri, aliyekuwa na nguvu, ndio maana akaenda mbele ya Pilato kufanya hivyo. Biblia inasema mstari wa 39, akaenda Nikodemo, naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta machanganyiko ya manemane na udhi yapata ratili 100. Biblia inasema basi wakautoa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Kwa hivyo Nikodemu alienda pale na mafuta pale, wakaenda kumpaka Kristo kulingana na utaratibu wa Wayahudi. Nataka tu nisome vifungu tu vya kutosha. Mathayo 27:57 uweze kuelewa yale ambayo nayazungumzia. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akamuomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akatoa mwili, akauzonga katika sanda ya kitani. Mpendwa msikilizaji, sitaweza kusoma vifungu vyote, lakini niko na vifungu tu vya kutosha, unaweza ukarejelea. Lakini wacha nisome hii Marko kwanza 15 mstari wa 43, mengine nitasema tu. Marko 15 mstari wa 43 binasema, akaenda Yusufu mtu wa Arimathea, mustahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu. Akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake Yesu. Lakini Pilato akastaajabu kwamba amekwisha kufa. Akamuita yule akida, akamuuliza kwamba amekufa kitambo. Kwa hivyo Yusufu wa Arimathea ni mtu ambaye alikuwa na ushawishi, alikuwa ni kama ni kiongozi, lakini ni kiongozi katika baraza la hekalu, na alikuwa tajiri, akawa na uwezo wa kwenda kuomba mwili wa Kristo kwa ajili ya kuuzika. Labda niulize tu, jina Yusufu kutoka kwa jina Yusufu linatokana na lugha ya Kiebrania ambaye inamaanisha kwamba, ama waliita wakati huo walikuwa naita Yasaf ndio jina ya Kiebrania, Yasaf, na ilikuwa inamaanisha kwamba ataongeza. Yusufu maana yake ni kwamba ataongeza. Yasaf kwa Kiebrania ataongeza. Lakini Arimathea pia ni jina la Kiebrania na lilimaanisha Ramadhaim Zafim. Kwa nini nakwambia maneno haya? Yusufu maana yake kwamba ataongeza, Yasaf ataongeza, lakini Arimathea inamaanisha mahala palipo inuka. Kwa hivyo Yusufu wa Arimathea ametoka sehemu ambayo kumeinuka karibu na Yerusalemu. Mpendo wa Mungu, kwa nini nazungumzia maneno haya ya Yusufu wa Arimathea? Ninamaanisha kwamba nafasi ya matajiri katika ufalme wa Mungu ipo, na hata leo wanaweza wakamtumikia Mungu. Angalia mpendwa, kwenda kuomba mwili wa Kristo kwa Pilato halikuwa jambo rahisi. Hakuna maskini angefanya kitu kama hicho. Na ukumbuke kwamba Yesu ni mtu aliyedharaulika. Hata Pilato ambaye alikuwa kiongozi wa Warumi hakujali huyu ni nani. Lakini hakuna maskini angeenda mbele ya Pilato na kuomba mwili wa Kristo. Kwa hivyo ni tajiri peke yake ambaye angefaa kufanya hivyo. Ninamuona Yesu wakati anahitaji msaada. Yesu wakati amefika mwisho, mwili wake unafaa kutunzwa
kumbe Mungu ameshafanya mpango. Kuna mtu ambaye tayari ameandaliwa kuchukua mwili ule na kuuzika. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ninakueleza kwamba wakati unaona kama umeumia, wakati unaona kama umefika mwisho, wakati unaona kama Mungu amechelewa, ninasema hivi, Mungu huwa ameandaa mtu atakaye kusaidia wakati huo wa mwisho. Ninakuombea leo kwa jina la Yesu, kutana na msaidizi wako, salimiana na msaidizi wako, msaidizi wako akupigie simu, msaidizi wako yupo, maana Mungu anaandaa. Yawezekana ni mwajiri wako, yawezekana ni mzazi wako, yawezekana ni anko yako, yawezekana ni nani, ni jirani, au ni mtu atatuma yule ambaye haujui, lakini huyu ni msaidizi wako. Kwa jina la Yesu Kristo ninakuombea, kutana na msaidizi wako kwa maisha yako. Ona, huyu anatokea wakati ambako Kristo, wakati ambao kumeharibika, wakati ambao hata wanafunzi wake wameogopa, hawana mtu yeyote. Unaona, wale apostol, wale mitume, ilikuwa imefika sehemu ambayo hakuna kitu wangefanya. Walikuwa wanatembea naye akiwa hai, lakini imefika mwisho, sehemu ambaye ni tajiri peke yake anaweza akasaidia. Ndio maana anasema wacha Bwana tume mtu. Yawezekana ni mtu mwenye hekima, yawezekana ni mtu tajiri, yawezekana ni mtu mwenye hela, yawezekana ni mtu ambaye atakuokoa na kukutoa pale ambapo umefika. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Mungu mwenye enzi akuletee mtu atakaye kushika mkono na kukuvusha ile ng'ambo nyingine kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atume mtu atakaye kuvusha ng'ambo nyingine kwa jina la Yesu. Mpendo wa Mungu, marafiki wengi ni wazuri, lakini ukifika wakati wa matatizo wanatoroka. Marafiki wengi ikifika wakati umeumia wanakutoroka. Ninashukuru Mungu kwa sababu huyu Yusufu wa Arimathea hata katika matatizo ya Yesu Kristo bado alikuwepo akimpenda Yesu. Washirika ni wangapi ambao matatizo yakiwa mengi wanasema hapana, mimi nimeachana na Kristo, wanatafuta msaada sehemu nyingine? Marafiki ni wangapi uko nao ambao wakati wa matatizo wanaachana na wewe, wanatafuta msaada sehemu nyingine? Lakini huyu Yusufu wakati wa matatizo ya Kristo alikuwepo kumsaidia, alikuwepo kubeba mwili wake na kuuzika. Ninakuombea Bwana afukuze marafiki ambao hawana msaada kwako, afukuze marafiki ambao wamejaza tu simu yako lakini hakuna msaada wanaleta kwa maisha yako. Wacha Bwana akupe marafiki wa uhakika kama Yusufu wa Arimathea ambaye alikuwa rafiki wa uhakika. Lakini kulingana pia na historia ya Wayahudi, wanasema yawezekana Yesu alitembea na Yusufu wa Arimathea katika safari zake za kwenda uzunguni pale, kwenda UK, kwenda England. Wakati Yusufu alikuwa akitembea katika safari zake kwenye kile chombo cha boti, yawezekana Yesu alienda naye wakati akiwa hai. Historia ndio inasema hivyo. Mpendwa msikilizaji, naomba kwamba wanaofurahi na wewe wakati wa uzuri, wakati wa furaha, wakati wa harusi, wakati uko na fedha, wakusaidie wakati wa matatizo yako. Kwa jina la Yesu, pata marafiki wanaokufaa wakati wa furaha na wakati wa matatizo. Mpendo wa Mungu, nataka niangalie neno la mwisho kwa yale yaliyotendeka baada ya Yesu kufa. Neno la mwisho ni kwamba baada ya Yesu kusulubiwa na Yesu amekata roho pale msalabani, neno la mwisho lilofanyika ni kwamba huyu Yesu aliingia kuzimuni. Akaenda pale kuzimuni na akahubiria ile mioyo ambayo ilikuwa imekufa kabla yeye kuishi, mioyo ambayo ilikuwa imekufa kabla yeye kusulubiwa. Nikusomee neno la Mungu na nataka nisome tu Mathayo 12 mstari wa 40, alafu niende kwa Petero pale nimalizie hapo mstari wa 12 mstari wa 40. Biblia inasema kwamba kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adam atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Unaona, Yesu mwenyewe
anatabiri hata kabla hajafa kwamba atakuwa katika moyo wa nchi, atakuwa ndani ya moyo wa nchi kwa siku 3, jinsi ambavyo Yona alivyokuwa katika tumbo la samaki kwa siku 3. Kwa hivyo Yona kuwepo kwenye tumbo la samaki ilikuwa ni kutabiri kwamba Yesu atakuja kuwa katika moyo wa nchi kwa siku 3. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuende katika kitabu cha Petero wa kwanza 3 pale. Petero wa kwanza 3:18. Petero wa kwanza 3:18. Petero wa kwanza 3:18 binasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Unaona, Yesu akaingia pale jehanamu. Roho walio kifungoni ni wapi? Waliokufa kabla Yesu hajaja, kabla Yesu hajateswa msalabani. Hao ndio waliokuwa kifungoni, yani walikuwa pale jehanamu. Kumbuka nimekueleza katika kipindi cha kwanza na cha pili na cha 3 mambo yatakayofanyika siku za mwisho, na nikawa na kueleza kwamba mtu akifa mtenda dhambi haendi katika ziwa la moto, lakini anaingia jehanamu. Jehanamu is the waiting place, ni sehemu ya kusubiria, ni sehemu ya kusubiria watu ambao wametenda dhambi, watu ambao wamemkosea Mungu, wanaenda pale jehanamu kusubiria siku ya kiyama. Kwa hivyo ile mioyo ilikuwepo pale jehanamu ama kuzimuni. Yesu akashuka pale na kuihubiria. Yesu akashuka pale na kuizungumzia na akahubiri Injili, na ndio maana Biblia inasema kwamba wakafufuka. Alipofufuka kuna watu waliofufuka pamoja naye, maana walimkubali huyu Kristo, wakaokoka wakiwa pale ndani. Yawezekana umekuwa na maswali kwamba sasa wale waliokufa kabla Yesu hajaokoka walipata nafasi namna gani? Yesu alikamilisha kazi. Alihubiria waliokuwa wamekufa, alihubiria waliokuwa wanaishi, alihubiria wale ambao walikuwa hawajazaliwa, na akakamilisha kazi yake. Mtu akienda jehanamu ni uchaguzi wake, lakini hawezi akamlaumu Yesu, hawezi akalaumu Mungu, hawezi akalaumu neno, hawezi akalaumu kanisa. Ni mtu ameamua mwenyewe kufanya hilo kosa. Kwa jina la Yesu Kristo ninakusihi, jinsi ambavyo Kristo alihubiri pale jehanamu na kuhubiria ile mioyo mingine ikaokoka, na wewe mkubali Yesu Kristo leo ukaokoke, akakubadilisha kukufanya upya. Na Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo pale ya kwamba Kristo akabeba funguo za mauti na kuzimu. Kwa hivyo akachukua ushindi, maana wakati amekufa msalabani, ninajua shetani alifurahia, akashangilia kwamba ameshinda, kwa sababu Biblia ilikuwa imesema pale Mwanzo 3 mstari wa 15 pale ya kwamba Kristo akizaliwa, ambaye ni mbegu ya Hawa, alikuwa bonde kichwa cha yule nyoka. Sasa wakati Yesu amekufa msalabani, shetani akajua hakuna kubonda kichwa tena, lakini bahati mbaya wakakutana kuzimuni, na Yesu akabeba funguo, akachukua ushindi. Kuanzia siku hiyo sisi ni washindi, na kutangazia ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Pokea ushindi, pokea neema ya ushindi. Mpendo wa Mungu, kuna ushindi mkuu ndani ya Yesu Kristo. Ukishamkubali, akishaingia ndani yako, kuna ushindi mkuu. Ninakuombea leo, Bwana achie ushindi kwako. Karibu sana, tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji na mtazamaji wangu ambaye amefuatilia kipindi hiki mpaka sehemu ya 6, wakati tunazungumzia iliyotendeka baada ya kusulubiwa kwa Kristo. Mungu wa amani, jinsi ambavyo ulimnyang'anya shetani ufunguo wa kuzimu na mauti, na ukakuja kwa ushindi mkubwa, nasi tunatembea nawe katika huo ushindi, nasi tunafurahia ushindi wako, nasi tunarukaruka katika ushindi huu. Tumekuamini jinsi ambavyo wewe ni mshindi, na sisi pia ni washindi. Tunamaliza leo kipindi hiki tukiwa na ujasiri ndani yetu ya kwamba ulitushindia, na kwa hivyo sisi ni washindi. Asante Kristo, maana umesikia ombi letu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mimi wako mchungaji Anthony Rioba, kanisa la Pefa Customs Isibania. Nambari yangu ya simu ni 0720477620. Jiunge nasi tena kesho wakati kama huu kuanzia 1:30 ya jioni, wakati tunaendelea kuona
ni nini kilifanyika wakati Yesu anafufuka. Tutakuwa tukiendelea kipindi hicho hapo kesho. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki.